Kitendo cha Marekani kuivamia Nigeria, hii ina tafsiri gani kwa mataifa ya Afrika? Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia chaneli hii, tafadhali tunakuomba fanya kitendo cha kiungwana kwa kusubscribe, share, like na comment ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Suala la Marekani kuivamia Nigeria imeibua maswali mengi kwa baadhi ya mataifa ya Afrika na kuwa na mitazamo tofauti. Baadhi ya mataifa ya Kiafrika wanasema kitendo cha Marekani kuivamia Nigeria ni katika tu harakati za ubabe wa Marekani kuonesha katika mataifa ya Afrika. Lakini wengine wakienda mbali zaidi na kuona kitendo kilichofanywa na Marekani nchini Nigeria ni sawa, kwa sababu serikali ya nchi hiyo imeshindwa kulinda raia wake wenyewe. Mgogoro huu umeanzia wapi? Mgogoro huu umeanzia baada ya kundi la kigaidi lijulikanalo kama Boko Haram linaloongozwa na kiongozi wao mkubwa ajulikanao kama Shekau kufanya mauaji makubwa kaskazini magharibi mwa Nigeria, likiwalenga hasa Wakristo. Kutokana na swala hilo lilifanya kuibua maswali mengi na kuleta taharuki kubwa kwa waumini wa Kikristo katika nchi ya Nigeria, kwa kuamini kuwa serikali imeshindwa kuwalinda waumini wa Kikristo katika taifa hilo. Na baada ya kutokea mauaji makubwa yaliyofanywa na kundi hilo, video mbalimbali zilisambaa katika mitandao ya kijamii ikionyesha Wakristo wakiziko katika kaburi la halaiki nchini Nigeria. Hapo ndipo mchungaji mmoja alipaza sauti ya uchungu na kumtaka Donald Trump kushambulia kundi hilo ili kutokomeza mauaji hayo. Baada ya video za mauaji kusambaa katika mitandao ya kijamii na mchungaji aliyepaza sauti kumtaka au kumuomba Donald Trump awasaidie kuwalinda au kushambulia kundi hilo ili kutokomeza mauaji hayo, ndipo rais wa Marekani kwa sasa Donald Trump alisema ataivamia Nigeria. Lakini kitendo hiki kimeleta tafsiri gani kwa taifa la Nigeria? Kwa sababu tukiona viongozi wa Nigeria wakiwa na mitazamo tofauti. Kabla ya uvamizi, baadhi ya viongozi walitoa onyo kwa taifa la Marekani kwa kusema kuwa endapo Marekani itaivamia Nigeria, basi italipa kisasi. Lakini kwa upande mwingine tumeona tena baada ya Marekani kuishambulia Nigeria au baada ya kushambulia kundi la Boko Haram, baadhi ya viongozi ikiwemo kiongozi wa ulinzi wa Nigeria anasema washirikiana na Marekani kuwapa taarifa za kijeshi au taarifa za kijasusi ili kuvamia kundi hilo. Je, hapa nini kinachoendelea kipo nyuma ya pazia? Kama nchi iliyo huru, tunaona mwanzoni ikawa imesema kuwa italipiza kisasi, lakini baadaye tunaona baada ya mashambulizi au tena baadhi ya viongozi wanasema kuwa tulishirikiana kwa pamoja na Marekani ili kutokomeza kundi hilo. Je, tunaangalia hii katika demokrasia au hii tunaiangalia katika mtazamo wa kisiasa zaidi?